watumishi wanadai ni 1.7 bilioni, lakini kitu ambacho kimelipwa kwa 2028 ni milioni 231.2. Ukija kwa wazabuni wanadai bilioni 1.7 na pointi nyingine, lakini pesa zilizolipwa kwa 2026 ni milioni 34.5. Ukija jumla ya madeni yote ni bilioni 3.2. Sasa najiuliza, ukitaka kufanya uwiano wa pesa zilizolipwa kwa watumishi na pesa zilizolipwa kwa wazabuni ni ardhi na mbingu. Nataka kujua sababu ni nini na mkakati ni upi wa kuweza kuwalipa wazabuni na kuwalipa watumishi. Pale ambako tutasimamia kiwango cha fedha tulipokitenga kwa ajili ya kuwalipa wazabuni na watumishi, ndio pale ambako tutakwenda kutimiza lengo la kumaliza madeni ya hao watu wanaotudai. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi sote humu ndani tuna dhamana ya kuweka mikakati ya pamoja ya kulipa madeni ya watumishi wa wazabuni. Nini mkakati? Mkakati ni kuendelea sisi sote hapa kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya kupunguza deni la watumishi na deni la wazabuni. Pili, utakumbuka tumeshashauriwa na serikali kwamba kutokana na agizo lile la serikali na kuhamisha watu kutoka mjini kuja huku, maana yake tuna haja na haki ya kuwasiliana na serikali kuona ni namna gani watasaidia kulipa deni hilo. Hakuna anayependa kudaiwa, kwa sababu kwanza kudaiwa ni utumwa, na hata Biblia inasema yeye akopaye ni mtumwa kwake yeye akopeshaye. Hata halmashauri hakuna anayependa madeni. Yako madeni ya kwetu na madeni ya kusababishwa. Kwa hiyo tukusanye mapato makubwa ya kutosha ili tupate kulipa madeni, na lazima tupange. Na mikakati ya kupanga, waheshimiwa, kila mmoja asimame. Swala la mapato sio la kumwachia mtu mmoja. Swala la mapato, tunapozungumzia mapato, sababu ndio yanayetuwezesha kufanya vikao hivi, swala la mapato tunatakiwa wote tusimamie. Kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu sisi madiwani kule kwenye kata ndiko ambako mapato haya yanatoka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi anajua hayo kama uwezo wetu sisi madiwani, nguvu zetu sisi madiwani, ushawishi wetu sisi madiwani na ushiriki wetu kwa ujumla ndio utakaofanya halmashauri yetu ya wilaya Iringa uweze kupata mapato makubwa.